Karibishe tutafakari pamoja neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Napenda nisome kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa 14. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu linasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mti, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaongozwa na ujumbe unaosema nafasi yako katika Mungu. Nafasi yako katika Mungu. Kwenye maisha yetu, kama kuna kitu cha muhimu ambacho Mungu ametupa ni nafasi. Na kama kuna kitu ambacho mwanadamu unapaswa kukilinda ni nafasi ulio nayo katika Mungu. Maana kati ya kitu ambacho shetani au adui anashughulika nacho katika maisha ya kila mmoja ni nafasi ya wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba nafasi imebeba hatima ya maisha yako. Ya kwamba shetani anapokuja kufanikiwa kukuondoa katika nafasi yako, hakuna mafanikio utakayoyaona, hakuna baraka utakazoziona, wala hakuna wema wowote ule katika maisha yako utakaouona. Kwa nini? Kwa sababu shetani anapofanikiwa kukuondoa katika nafasi yako katika Mungu, ameondoa kila kitu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo angalia, hata Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu wa mbinguni
alimsimamisha mwanadamu panapo nafasi. Mwanadamu anasimamishwa kwenye bustani ya Edeni, anapewa miliki ya kutumia vyote katika bustani ya Edeni, lakini amepewa maelekezo ya kwamba mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiguse. Halo. Lakini angalia, wakati ambapo shetani alipojua maelekezo ambayo Mungu amempa mwanadamu, shetani anaenda kwa umbo la nyoka, anamwambia mwanadamu ya kwamba ati matunda ya bustani mmekatazwa msile. Angalia, shetani anatumia swali la mtego kumtega mwanadamu. Lengo na kusudi ni nini? Shetani anahitaji kumwondoa katika nafasi yake. Mwanadamu aliposhindwa kusimama kuisikiliza ile sauti ambayo Mungu wa mbinguni amemwambia, shetani anafanikiwa kumwondoa mwanadamu katika nafasi aliyosimamishwa na Mungu. Ukiendelea kusoma katika sura hii, matokeo aliyoyapata mwanadamu baada ya kufanya au kwenda kinyume na agizo la Mungu, anajikuta yupo katika hali ambayo haielewi, tofauti na hali aliyokuwa nayo. Mungu wa mbinguni anapokuja katika bustani ya Edeni, anamuita Adamu. Adamu akajificha alipomsikia Mungu anatembea katika bustani ya Edeni. Mungu alipomuita Adamu, Adamu anasema ni uchi. Mungu anamuuliza, ni nani aliyekwambia ya kwamba uchi? Mungu anamuuliza ya kwamba umekula matunda ya mti niliyokwambia usile? Jibu la Adamu anasema, mke ulionipa ndiye aliyenipa nile. Mwanamke anaulizwa, mwanamke anasema, nyoka amenidanganya nikala. Halo. Angalia, baada ya mwanadamu kula tunda la utambuzi wa mema na mabaya, Mungu wa mbinguni anamuondoa katika bustani ya Edeni. Lakini wakati Mungu anapomuondoa katika bustani ya Edeni, mwanadamu maisha yake yanabadilika, uhusiano wake na Mungu unabadilika, hatima ya maisha yake inavurugika. Shetani anafanikiwa kumwondoa mwanadamu katika nafasi yake na Mungu. Hivyo mpendwa katika Kristo, usiku wa leo, hakuna kitu cha muhimu katika maisha yako ya ufuasi uliona kama nafasi yako na Mungu, kwa sababu adui anapofanikiwa kukuondoa katika nafasi yako, ameharibu kila kitu katika maisha yako. Kwa sababu kama kuna baraka ulikuwa ukizipokea kutoka kwa Mungu, baraka hautaziona tena. Kama kuna amani uliokuwa unaipata katika maisha yako au familia yako, inageuka. Kama kuna mafanikio uliyaona, yanabadilika. Kwa nini? Kwa sababu umekwisha ondolewa katika nafasi yako na Mungu. Maana unapokuwa katika nafasi yako na Mungu, Mungu wa mbinguni anapotazama mahali alipokusimamisha, Mungu anaachilia baraka. Hata kama kuna watu waliweka mitego ili kukuangusha, kwa sababu ya ile nafasi ulio nayo katika Mungu, Mungu anakusaidia kushinda mitego ya maadui. Lakini shetani anapofanikiwa kukuondoa katika nafasi yako, mpendwa katika Kristo, kama ni kulia, unaweza ukawa unalia kuanzia tarehe 1 mpaka 30, Januari mpaka Disemba. Amani kwako ni kitu ambacho ni adimu sana. Kama ni mashambulizi, yani wewe maisha yako yanabadilika. Kwa hiyo tunatakiwa kusimama kuilinda nafasi yetu katika Mungu. Angalia, Adamu wakati alipoondolewa katika nafasi yake, maisha yake yalibadilika. Hatima ya maisha yake ilibadilika.
uhusiano wake na Mungu ulivunjika. Anguko la kwanza la mwanadamu katika dhambi linabadilisha mfumo wa maisha ya mwanadamu. Hadi leo hii tunateseka kwa sababu ya maamuzi tuliyoyafanya. Kwa sababu Adam kama angefanikiwa kulinda nafasi yake katika Mungu, leo hii tusingeishi maisha tunayoishi leo. Leo tusingekuwa tunachukiana. Leo tusingekuwa tunaishi kwa kupigana. Halo. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, kuna wakati uliopita Shetani amevuruga maisha yetu kwa kuondoa hatima ya maisha yetu, katika kutuondoa katika nafasi zetu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 27 mstari ule wa 8, Biblia inasema kama vile ndege aendaye huko na huko mbali na kitundu chake, ndivyo alivyo mtu yule aendaye huko na huko mbali na mahali pake. Ya kwamba yamkini shughuli za maisha, yamkini tamaa za mali, tamaa za mwili, changamoto mbalimbali tunaweza kukumbana nazo zimekuwa chanzo cha kutuondoa katika nafasi yetu na Mungu. Tumeishi maisha ya kutabika sana, tumeishi maisha ya kuhangaika huku na kule, tumeishi maisha ya kuto kuona faida ya uwepo wetu katika dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu ya ile nafasi tuliyoipoteza. Ni wakati wa mimi na wewe kwenda mbele za Mungu, kuomba rehema mbele za Mungu kwa sababu ya yale makosa tuliyotenda, kwa kutokuitii sauti ya Mungu, tukajikuta tumeondolewa katika nafasi yetu katika Mungu, tukayaishi hayo tuliyoyaishi, ili Mungu wa mbinguni aturejeshe katika nafasi zetu au mahali petu ambapo alipokusudia toka alipotuumba. Ni wakati wa mimi na wewe kwenda mbele za Mungu, kuomba rehema za Mungu. Mungu wa mbinguni anasikia, maana yeye amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mungu yupo tayari kukusamehe. Mungu yupo tayari kukuhurumia, maana anasema kwenye kile kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 43 mstari ule wa 25, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hakusamehi dhambi kwa sababu ya yale ambayo unayaishi, wala hakusamehi dhambi kwa sababu ya wewe, lakini Mungu anasamehe dhambi kwa sababu ya yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu yupo tayari, amesema njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, na zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufi. Akasema tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Yamkini tumeshindwa kuyashiriki yaliyo mema ya nchi ambayo Mungu ametuahidia kwa sababu ya ile dhambi ambayo tuliitenda. Tumeshindwa kurudi kwa Mungu. Ni wakati tunatakiwa kurudi kwa Mungu, maana Mungu ni mwingi wa fadhili na ni mwingi wa rehema. Kama vile mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile rehema zake ni kuu kwa wanaomcha. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kwenda mbele za Mungu. Usiku wa leo tukaombe rehema mbele za Mungu. Mungu hatatuacha wala hatatutupa. Kila wakati Mungu anatuita. Mungu anasema njoni. Lakini pia anasema sikio langu si zito nisiweze kusikia, wala mkono wangu haukupunguka usiweze kuokoa. Wakati wowote ule unapomwita Mungu wa mbinguni, Mungu anasikia na mkono wake upo tayari kukuokoa kwenye hatari na magumu ulio nayo. Bwana Yesu apesi. Lakini sababu tu ni kumwendea Mungu. Halo wapendwa katika Kristo, ni wakati wa mimi na wewe kwenda mbele za Mungu, kuomba rehema mbele za Mungu kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya uchumi wetu, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya